Asante. Ndio, kwanza kwa majina yangu naitwa Bishop Prince Chomba, ni askofu pia katika kanisa la Jesus Power Revival Center. Na nashukuru kwa maswali ambayo nimeweza kuulizwa. Watu walioko ndani ya kanisa hawatendi dhambi. Biblia inasema aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kwa anayetenda dhambi ni mtu ambaye hakuzaliwa na Mungu. Kwa ndani ya kanisa, watu wakisha kuja ndani ya kanisa, huwa tunawatengeneza kuwa watoto wa Mungu. Manake Yesu akasema mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Mtu akiingia kanisani anakuwa ni mwanafunzi. Sasa mtu anapokuwa amefikia ile stage ya kuwa mwanafunzi tena, na ndio maana inuka tena. Kwa sababu gani? Anaelewa na kutambua kwamba mimi ni nani. Siwezi kukaa chini hadi nilipoangukia. Lazima niinuke ili niweze kuendelea na huduma au niendelee na mambo mengine. Na pili nikasema kwamba mtu anayemjua Mungu hawezi kugombana na serikali yake. Kwa sababu kanuni ya kimungu inasemaje? Ni kwamba serikali, kila mamlaka iliyowekwa duniani imewekwa na Mungu. Na katika Torati ya Musa ilisemaje? Torati ya Musa ilisema kwamba kila mtu atakaye mtukana Mungu na mfalme apigwe kwa mawe mpaka afe. Kwa hiyo kugombana na serikali au kushindana na kiongozi yeyote wa nchi sio rahisi tu. Kiongozi yote wa nchi unaposhindana naye, ni wazi kwamba unakuwa umeamua kushindana na shauri la Mungu, kwa sababu hao watu hawakuwekwa kwa shauri lao. Haijalishi hukuwapigia kura, haijalishi hukuwachagua au uliwachagua au hawajafanya kama ulivyotarajia, lakini wako pale kwa sababu wamewekwa kwa shauri la Mungu. Na hususan katika taifa letu la Tanzania, tunatakiwa kuwaheshimu sana hawa viongozi ambao Mungu ametupatia, kwa sababu wanajitahidi. Pamoja ni wanadamu, hawakosi kasoro. Ni wanadamu, wanaweza wakawa na mapungufu kama binadamu. Hata Yesu alipokuwepo duniani, kuna wengine walimshtaki kwa sababu waliziona kasoro kwake, kwamba alienda karuni akamwaga chakula. Wengine walikuwa wamechukua hela ya mkopo, wakaenda wakafanya biashara, lakini hawakuelewa kwa wanafanya kanisa, na alionekana na mapungufu, japo Biblia ilisema kwamba alimpendeza Mungu pamoja na wanadamu pia. Kwa hiyo huwezi kumridhisha kila mtu katika taifa, huwezi kumridhisha kila mtu hata katika kanisa. Kwa hiyo unapoona watu wanashindana na serikali, ni dhahiri kwamba hawajapata hiyo neema ya kumjua Mungu. Mtu anayemjua Mungu hawezi kushindana na rais wake, hawezi kumtukana kiongozi wake wa serikali au kiongozi wa dini au kiongozi hata wa mtaa. Hata kama ni mjumbe wa nyumba 10, balozi, lazima aheshimiwe, na kila mwananchi aheshimiwe, na kila mtu anayemjua Mungu. Hatarishi kwa jamii, mambo ambayo anajua kwamba yataondoa amani katika taifa, mambo ambayo anajua kwamba yataleta taharuki kwa wananchi. Mtu anayemjua Mungu hawezi kufanya hivyo. Mtu anayefanya hivyo ni mtu asiyemjua Mungu. Ndio anaweza kufanya hivyo, kwa sababu anakuwa na nia yake nyingine ya kutaka kwamba watu wagombane, watu wavurugane, kuwe na taharuki, watu wakatane mapanga, achochee watu ili kwamba wafanye vurugu, watu wafanye mambo ambayo yataleta maafa katika taifa. Kwa hiyo mimi ninachofikiri kwamba ni kwamba taifa letu sisi linahitaji tu watu tuwe na hofu ya Mungu. Tukishakuwa na hofu ya Mungu, tutaheshimu viongozi wetu. Wewe sema na hofu ya Mungu kisha unamtukana rais kwenye media. Wewe sema na hofu ya Mungu unamtukana marehemu aliyefariki. Nakumbuka zamani tulikuwa tunaona hata mwili wa marehemu ukipita watu tunasimama. Tulikuwa tunaheshimu mwili wa marehemu, ulikuwa ni kama bendera ya taifa, ulikuwa unaheshimiwa, kama hata askari anapiga saruti kwa sababu marehemu kapita. Lakini leo watu hawaheshimu mtu aliyefariki. Ndio unakuta kiongozi anaweza akafariki, watu wakaongea, wakamchafua, wakakumbushia mabaya yake. Ni mwanadamu, huwezi kujua alitengeneza na Mungu wake saa ngapi baada ya kifo.
Kwa hiyo tuwaheshimu waliofariki na tuwaheshimu watu wote, ni wanadamu wanakosea lakini tuwaheshimu na kuwapa thamani. Mimi nafikiri kwamba tatizo jingine lipo kwenye, unajua nchi yetu ni nchi ambayo imekuwa na vyama vingi vya siasa. Kwa hiyo mimi nadhani pia kuna changamoto hapo kidogo, kwa sababu najua mimi nafikiri vyama vya upinzani vipo kwa ajili ya kuikosoa serikali, lakini pale inapotokea mtumishi wa serikali amefariki, nadhani msiba ule sio msiba wa CCM, bali ni msiba wa taifa. Ni ndugu yetu, ana wazazi wake yule mtu aliyefariki, ana mashangazi, ana watu wanamuita mjomba, wengine wanamuita kwa majina tofauti kama mwanafamilia, mwanajamii, licha ya kwamba inawezekana wewe hakukutenda mema, lakini kuna wengine walinufaika na uwepo wake alipokuwepo duniani. Sasa unapotoa kauli chafu ya kumtukana marehemu, ni kwamba kuna wengine unawaumiza, kuna wengine unajeruhi mioyo yao. Wengine hawawezi kuingia kwenye media wakasema, lakini mioyo yao inanungunika, inakuwa na vidonda. Mimi nadhani kinachotakiwa hapo ni kuvumiliana. Tunatakiwa tupendane, tuvumiliane. Lakini pili,